Hallelujah. Hallelujah. Clap your hand for Jesus Pige Bwana Christ. Yesu makofi. Let's go before him in thanksgiving again this Tende evening mbele zake tumshukuru tena jioni ya leo for answers prayers. kwa majawabu ya maombi. Today is day 16 Leo ni siku ya of the 16 ongoing 21-day fasting and ya prayer. mfungo wa siku 21 unaoendelea. Celebrate him if God have visited you. Kama Mungu The amekutembelea, altar of prayer is altar of encounters. madhabahu ya maombi ni madhabahu ya mguso. If you have encountered God in one way or the Kama other, mkutana na Mungu kwa namna moja ama if you nyingine, believe your prayers are answered, naamini maombi yako yamejibiwa. celebrate his holy name, Tukuze jina lake takatifu. appreciate him, Mshukuru, give him all the glory. mpe utukufu wote. It is his doing and it is marvelous in our Ni eyes. matendo yake nao ni ya ajabu machoni petu. Lift up your voice and appreciate him. Inua sauti yako mshukuru Lord, we yeye. thank you for all you have done. Mungu tunakushukuru kwa wote uliotutendea. Thank you for this day 16. Asante kwa siku ya Oh, 16. we worship your holy name. Tunaliabudu jina lako takatifu. We give you all the glory. Tunakupa wewe utukufu We wote. give you all the honor. We give you Tunakupa all the... heshima, tunakupa We adhama. celebrate your holy name. Tunalisherehekea jina lako takatifu. Hallelujah to your name, Jesus. Haleluya kwa jina lako Kristo. Thank you and thank you and thank you and thank you and thank you. Asante na asante na asante. You are indeed a prayer answering God. Hakika wewe ni Mungu ujibuye maombi. Blessed be your holy name. Libarikiwe jina lako takatifu. Somebody shout a louder amen. Sema amina kubwa. Somebody shout a louder amen. Sema amina kubwa. Jesus, speak to us again by your word Yesu nina nasi tena kwa neno lako. and let everyone be blessed. Kila mmoja akapate kubarikiwa In Jesus' name. katika jina la Yesu. Somebody say amen. Sema amina. Please have your seat. Tafadhali keti. You are welcome again Unakaribishwa tena in this day 16 katika siku hii ya 16 of our 21-day fasting and prayer. ya siku zetu 21 za We kufunga na appreciate kuomba. God for answer prayer so Tunamshukuru far. Mungu kwa majawabu ya maombi. We appreciate God for the zeal. Tunamshukuru Mungu kwa ile And shauku. we appreciate God for renewal of strength. Tunamshukuru Mungu kwa kufanya upya nguvu zetu. To him alone be all the glory. Wake pekee utukufu rejee. Say amen. Sema amina. And all our brethren in Mbagala and City Center, Na ndugu zetu walioko Mbagala na mjini, you are welcome. mnakaribishwa. Our exhortation line this week is titled, Neno letu la hamasa wiki hii inaitwa We serve a God of sudden visitation. tunamtembelea Mungu wa mtembeleo wa ghafla. We serve a God of sudden visitation. Tunamtumikia Mungu wa mtembeleo wa ghafla. And I want to read Luke chapter 19, Nataka nisome Luka 19 verse 41 to 44. mstari wa 41. Luke chapter 19. Luka 19. And when he was come near, Na alipokaribia he beheld a city aliutazama mji and wept over it, akaulilia saying, akisema, If thou have known, even thou, at laiti least ungalijua in these thy days, katika siku hii the things which belong unto thy peace. mambo yapasayo amani, And now they are hid from thy eyes. lakini sasa yamefichwa machoni pako. Verse 44. Mstari wa 44. And you shall lay thee even with the ground, Watakuangusha chini wewe and thy children within thee. na watoto wako ndani yako, For they shall not leave in thee one stone upon another, wasikuachie jiwe juu yako, because thou knowest not the time of thy visitation. kwa sababu hukutambua majira ya kujiliwa kwako. From that scripture, Jesus wept over Jerusalem Kupitia ile andiko Yesu aliulilia Yerusalemu because they don't know the day of their visitation. kwa sababu hawakujua majira ya They don't kujiliwa know that kwao. they are in the season of visitation. Hawakujua kwamba wako katika majira ya And mtembeleo. that is the lot of many believers today. Na hilo ndio fungu la Wakristo wengi We leo. are in a revival, and a revival is a season of divine visitation. Wako katika uamsho, na uamsho ni majira ya kutembelewa kiungu. But don't allow Jesus to weep over your life, Usimruhusu Yesu alilie maisha yako, because you don't know the day of your kwa visitation. sababu hujui majira ya kujiliwa kwako. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Divine visitation Tembeleo wa kiungu is a secret of limit breakers in the scripture. ndio siri ya wavunja mipaka katika maandiko. You cannot break limit Hawezi kuvunja mipaka outside of God. nje ya Mungu. And that's why when God visits, Kwa maana Mungu anapotembelea,
breaking limitation becomes so easy. Kuvunja mipaka inakuwa rahisi kabisa. And when we talk about divine visitation, Tunapozungumzia mtembeleo wa kiungu, we are talking about when heaven intervenes in the affairs of man tunazungumzia pale mbingu zinapoingilia kati katika masuala ya to bring wanadamu, about drastic turnaround ili kuleta mgeuko wa ghafla in any man's situation. katika hali yoyote. Divine visitation Tembeleo wa kiungu can turn a wilderness into a fruitful land. unaweza ukabadilisha jangwa kwa nchi za When usana. God visits a barren land, Mungu anapotembelea ardhi iliyotasa, that barren land becomes a fruitful land. hiyo ardhi iliyotasa inakuwa ardhi When izayo. God visits you, Mungu anapokutembelea, promises and prophecies come into manifestation. ahadi na ule unabii unakuwa ukitimia. It is one thing to receive prophecies, Ni jambo moja kupokea and unabii, it is another thing to see it manifest. na ni jambo jingine kabisa The kuona divine ukitimia. visitation brings prophecies into manifestation, Tembeleo wa kiungu unasababisha unabii udhihirike, and that is why you must expect it. na ndio maana lazima utarajie. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I'm not hearing a bigger hallelujah. Sikia haleluya kubwa. People of God, what am I saying tonight? Watu wa Mungu, nasema nini jioni ya leo? Divine visitation Mtembeleo wa kiungu is the answer to every form of frustration. ndio jawabu la kila hali ya Is the kuchanganyikiwa, answer of every form of stagnation in life. jawabu la kila hali ya You kudumaa cannot be katika maisha. frustrated Hauwezi kuchanganyikiwa when you experience divine visitation. unapopata mtembeleo wa kiungu. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. And I pray for you, God will visit Na you. kuombea kwamba Mungu This autembelee. year is your year of Mwaka huu visitation. ni mwaka wako wa I'm mtembeleo. not hearing a louder Sikia amen. amina kubwa. A time of divine visitation Wakati wa kutembelewa kiungu is a period where your expectations are delivered ni majira ambapo unapata matamanio yako by the power in the presence of God. kwa ile nguvu iliyo katika uwepo wa Mungu. But understand Lakini elewa, that divine visitation mtembeleo wa kiungu more often than not comes suddenly. mara nyingi Mungu hujaga ghafla. The word suddenly means Neno ghafla manake unexpectedly. yani ulikuwa utarajii inatokea. It means quickly and unexpectedly. Inamaanisha inatokea kwa haraka na When God visited isivyoelezeka. Abraham, it was unexpectedly. Mungu alivyomtembelea Ibrahimu ilikuwa haielezeki. He never told Abraham I'm coming. Hakumwambia Ibrahimu nakujia. When he visited Moses, he didn't tell Moses I'm coming. Alipomtembelea Musa hakumwambia Musa nakujia. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. But he came unexpectedly. Ilikuja katika namna ya That kutoelezeka. is the word sudden. Ndio neno ghafla. Unprepared for. Unprepared for. Yani namna kabla hujajiandaa, And that hata is pasipo why kujiandaa. we must be spiritually sensitive. Ndio maana lazima tuwe macho kiroho. Many people have missed divine visitation because of carnality. Watu wengi wameukosa mtembeleo wa kiungu kwa sababu ya Because he kimwili. will not tell you I'm coming Kwa tomorrow. sababu hata kuambia kwamba anakuja He kesho. comes when you don't expect it. Anakuja katika hali usiyoitarajia. But he that is connected spiritually Lakini yule aliyejiunganisha kiroho will not miss his own visitation. hata ukosa mtembeleo wake. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. That is why you must not miss your time of visitation. Ndio maana ni lazima usiukose wakati wako wa Jesus kutembelewa. wept over Jerusalem Yesu aliulia Yerusalemu because they don't know the time of their kwa visitation. sababu hawakujua majira ya Every kutembelewa kwao. visitation comes suddenly. Kila mtembeleo unakuja kwa ghafla. In Malachi chapter 3 verse 1 and 2, Malaki 3 The prophecy moja, came. unabii that ulikuja that messenger will come suddenly. kwamba yule mjumbe atakuja kwa It ghafla. will come and shall suddenly come to his temple. Atakuja kwa ghafla katika And hekalu. in Acts chapter 2 Matendo sura ya verse 1 to 2 4, mstari wa they kwanza were mpaka gathered together in upper room, walikusanyika katika chumba cha juu praying, wakiomba, and suddenly na kwa ghafla there came a sound from heaven. kaja sauti toka mbinguni. Suddenly there came a sound from Kwa heaven. ghafla ikaja sauti toka In Acts mbinguni. chapter 16 verse 25, Matendo 16:25. Paul and Silas was in the prison. Paulo na Sila walikuwa They gerezani. were only singing. Walikuwa wanaimba tu. When they prayed, they were singing. Walipokuwa wakiomba na kuimba, And the Bible says suddenly, Biblia inasema ghafla and there was an earthquake. kukawa na tetemeko la ardhi. Hallelujah. Haleluya. They didn't pray for it. Hawakuliombea hilo. They didn't, when somebody tells you I'm coming tomorrow, Unajua mtu anapokuambia anakuja kesho, you will clean everywhere, you will make everywhere clean and utasafisha prepare. kila eneo, utafanya mambo yawe But safi. God visits suddenly. Lakini Mungu alitembelea kwa And ghafla. that is why we must be prepared every day. Ndio maana lazima tujiandae kila siku. The same way when Jesus will come to rapture the saints, Namna ile ile ambayo Yesu atakuja kunyakua it will be watakatifu, suddenly, itakuwa kwa ghafla, because he himself does not know the day and the time. kwa sababu yeye mwenyewe hajui siku wala wakati. The Almighty God can tell him it is now.
Mungu mwenye nguvu anaweza kumwambia huu ndo wakati. And that's why we must be prepared at all times. Na ndio maana tunapaswa kujiandaa kwa wakati wote. If we will not miss our visitation, Kama hatutaki kukosa mtembeleo it's wetu, my prayer maombi yangu that you will not miss your kwamba visitation. utakosa mtembeleo wako. You know, every frustration in the journey of life Unajua kila kuchanganyikiwa katika safari ya maisha is traceable to missing one's time of visitation. ni matokeo ya kukosa mtembeleo. What if Abraham missed his time of visitation? Ingekuwaje kama Ibrahimu angekosa majira yake ya kutembelewa? He could have died in nonentity. Angeweza kufa pasipo kutambulika. He could have died in nonentity. Angeweza kufa pasipo kutambulika. What if Sarah missed the time of her visitation? Ingekuwaje kama Sara angekosa wakati wa kutembelewa kwake? Despite that the prophetic word have come, Pasipo kujalisha neno la kinabii limeshakuja. but she was set Lakini alikuwa amejiandaa, and she was visited. alitembelewa. God will visit you this Mungu season. atakutembelea. You will not miss your own time of Hautakosa visitation. majira yako ya kutembelewa. I'm not hearing a louder Sisikia amen. amina kubwa. When God visits frustration, I turn to testimony. Mungu anapokutembelea kuchanganyikiwa kunageuka kuwa When God ushuhuda. visit, Mungu anapotembelea mockery turns to celebration. yake inageuka kuwa kusherekea. I say to you again, God will visit Nakwambia you. Mungu atakutembelea. Let's look at example of limit breakers that are product of divine visitation. Tazame mifano ya wavunja mipaka ambao ni matokeo ya mtembeleo wa kiungu. Yesterday we looked at example of Noah and Abraham. Jana tutazama mfano wa Nuhu na Ibrahimu. Today we look at example of Sarah. Leo tunatazama mfano wa Sara. Sarah in Genesis 21 verse 1 to 6. Mwanzo 21 mstari wa kwanza mpaka wa God 6. visited Sarah. Mungu alimtembelea Sara. That was what gave Sarah her testimony. Hiyo ndio ilimpa Sara ushuhuda The wake. Lord visited Sarah. Mungu akamtembelea Sara. Anyone in line for miracle children, Yeyote ambaye anataka mtoto wa kimiujiza, God will visit you this first Mungu quarter of the atakutembelea year. katika robo hii ya kwanza ya That mwaka. visitation caused Sarah to conceive, Mtembeleo ule ulimfanya Sara apate mimba, notwithstanding her age. basi kujalisha umri wake. He said in her old age, Sasa katika umri wake wa uzee, God visited Sarah. Mungu alimtembelea Sara. That visitation Na ule mtembeleo made Sarah mother of nations. ulimfanya Sara kuwa mama wa mataifa. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Jesus, the Bible was speaking in Isaiah 51. Biblia ilikuwa inazungumza katika Verse 2. Isaya 51 mstari wa 2. Isaiah 51, he said, look unto Abraham your father, Tazameni Ibrahimu baba yenu and Sarah that bare you. na Sara aliyowazaa. Sarah became the mother of everyone. Sara akawa mama wa kila mmoja. He said he's talking about you and I. Hapo anazungumzia habari ya That wewe na Sarah mimi. gave back to you and I. Sara aliyekuzaa wewe He na said mimi. Abraham is our father. Namna ile ile ambayo Ibrahimu ni baba yetu. Just by one visitation, Kwa mtembeleo mmoja tu it became a generational blessing. akawa ni baraka katika vizazi. Somebody shout Sema hallelujah. haleluya. That will be a story of someone Itakuwa ni today. historia ya mtu hapa leo. It doesn't matter how many years you have waited. Hajaishi kwa miaka mingapi umesubiri. You know, people around we are giving birth, Unajua watu walikuwa wakimzunguka walikuwa wakizaa. including Hagar, the maid of Sarah, Pamoja na Hagai mjakazi wa Sara. that gave back to Ishmael. Alizaa Ismaili. But it looks as if the case was closed. Lakini ilionekana kama swali lilikuwa It looks limefungwa. as if everything about Sarah is gone. Ilikuwa inaonekana kama kila kitu kuhusiana na Sara But kimekwisha. when God visited Lakini her, Mungu alipomtembelea, she gave back to Isaac, alimzaa the Isaka, child of promise, mwana wa ahadi, that became become a covenant child to God. ambaye akawa mwana wa kiagano kwa Mungu. Where is other ones giving birth before Isaac? Wengine waliozaliwa kabla ya Isaka, But by divine visitation. lakini kwa mtembeleo wa kiungu. Don't be bothered of who is making it and he's not making it. Usisumbuke nani anafanikiwa na Don't nani be bothered hafanikiwi. about the testimony of others. Usisumbuke kwa habari ya shuhuda za wengine. When your own testimony comes, Ushuhuda wako utakapokuja, it will be one in town. utakuwa wa kutambulika I'm mjini. not hearing a louder Sisikia amen. amina kubwa. Somebody might be doing something. I don't have a car. Mtu alikuwa I don't have- anasumbuka sina People are gari. buying car. Watu wananunua People are magari. buying car. Watu wananunua magari. But when your own car comes, Kile gari lako utakapokuja, it will be the latest. litakuwa ni gari bora kabisa. I'm not hearing a louder amen. Sisikia amina kubwa. That is what happened when God visits. Hicho ndio kinatokea Mungu anapotembelea. Another example is Moses. Mfano mwingine ni Musa. Another limit breaker that was product of divine visitation. Vunja mipaka mingine Was ambayo ilikuwa ni Moses. matokeo ya kutembelewa kiungu. The story of Moses was so inspiring. Habari ya Musa ilikuwa ni A habari ya man that ran kuvutia away sana. for him not to be killed by Pharaoh and his people. Mtu aliyekimbia ili asiuawe na Farao na watu wake. He went to a far place. Alikwenda eneo la mbali. There got a wife. Huko akapata mke. Was serving his father-in-law Jethro. Alikuwa anamtumikia baba mkwe wake Yetro. But one day Lakini siku moja he went to
look after the sheep. alikwenda kuchunga In Exodus kondoo. chapter 3 verse 7. Kutoka 3:7. And God visited Moses. Na Mungu akamtembelea Musa. Hallelujah. Haleluya. God visited him. Mungu akamtembelea. And the Lord said unto him, Bwana akamwambia. you know, see how God got his attention. Ona Mungu alivyopata umakini Can you wake. start from verse 5? Tuanze mstari wa 5. God told him, no, let me read from verse 1. Tuanze mstari wa kwanza. Moses kept the flock of Jethro, his Musa father-in-law, alitunga kundi la Yethro mkwe the wake, priest of Midian. kuhani wa Midiani. And he led the flock to backside of the desert. Akaliongoza kundi nyuma ya That's why it jangwa. is not about the location. Sio habari ya eneo ulopo. Moses was in the backside of the Musa desert. alikuwa nyuma ya In other jangwa. words, there is a front side of the desert Kama mwingine kuna mbele ya where jangwa, everybody that passing might see mahali you. ambako mtu anapita na kuona. But he went to the backside of the Lakini desert Musa alikuwa nyuma ya jangwa. and came to the mountain of God, Akafika katika mlima wa Mungu, even to Hebron. hata Herobu, Horebu. The angel of the Lord visited him. Malaika wa Bwana akamtokea. Remember, angels are messengers of God. Unajua malaika ni wajumbe wa Mungu. They appeared unto him in a flame of fire Katika mwali wa moto out of the midst of the bush. uliotoka katikati ya He kijiti. looked and behold, the bush burned with fire, Akatazama na kumbe kijiti kilikuwa and kinawaka the bush moto, was not consumed. nacho kilikuwa hakiteketei. And Moses said, I will not turn Musa akasema sasa nitageuka and see this great sight, niyaone maono haya why the makubwa. bush is not burnt. Kwa nini hiki kijiti hakiteketei? And when the Lord saw that he turned aside to see, Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame, God called unto him. Mungu akamwita. God used angel to get his attention, Mungu alimtumia malaika kupata umakini wake, and God appeared to him. na Mungu He akamtokea. said, God called unto him out of the midst of Mungu the bush. akamwita kutoka kwenye kile That's why kijiti. it is not where you live, it is who you are that matters. Ndio maana haijalishi unaishi wapi, It is bali not about your wewe ni location. nani ndio cha muhimu. It is all about your divine positioning. Inategemeana nafasi ya He kiungu called him in the uliokaa. midst of the bush Alimwita katikati ya and kijiti, said, Moses, Moses. akasema Musa, Musa. He said, here I am. Akasema mimi hapa. Hallelujah. Haleluya. He said, draw not near hither. Akasema usikaribie hapa. It was God himself that appeared to him. Ni Mungu pekee ndiye Put alimtokea. off thy shoe, off thy feet. Vua viatu vyako kutoka kwenye miguu Because yako. anywhere God is a holy ground. Because he's a Mahala holy ambako God. Mungu yupo ni mahala Because that patakatifu. place is we are standing is a holy ground. Kwa sababu mahali uliposimama ni mahala patakatifu. Hallelujah. Haleluya. And God said to Moses, Mungu akamwambia Musa, I am the God of thy father, mimi ni Mungu wa baba yako, the God of Abraham, Mungu wa the Ibrahimu, God of Isaac, Mungu wa Isaka, the God of Jacob. Mungu wa Yakobo. And Moses hid his face, Musa akaficha uso wake, for he was afraid to look unto God. kwa maana aliogopa kumwangalia Mungu. Hallelujah. Haleluya. And God now sent him a message. Mungu akampa I've ujumbe, surely seen the affliction of my people. nimeona mateso ya watu wangu. That visitation Ule mtembeleo is what brought Moses in a lifeline. ndio ulimfanya Musa It is kutambulika, what made Moses you are still talking about today. ndio kilimfanya One Musa awe visitation. vile unavyomzungumzia leo. Mtembeleo mmoja, That visitation changed him, mtembeleo mmoja transformed ulimbadilisha. him. The same place where he ran away from, Mahala pale pale alipopakimbia, he went there as a savior. alirudi huko akawa He kama went there as mwokozi. a great man. Alikwenda huko kama mtu mkuu. Became great there. Ali, Hallelujah. Hallelujah. He became very great there. akawa mkuu kule. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. This is what divine visitation can do Hicho ndio kile kutembelewa kwa Mungu unaweza kufanyia in the life of a man. katika maisha ya mtu. Many people, God's servant will say we are in need most time because we don't know actually what we need. Mtumishi wa Mungu mara nyingi anasema watu wengi wako kwenye uhitaji kwa sababu hawajui wanahitaji nini. If God visits you, Kama Mungu akutembelea, there is nothing he will not give you. hakuna kitu ambacho You will hatakupatia. access everything Utapata kila kitu. because the earth is of the Lord Kwa and the sababu fullness dunia thereof. ni ya Bwana na vyote And vijazavyo that's ni why mali yake. you must position yourself and cry for the divine Ndio visitation. maana lazima ukae mkao sahihi na ulilie mtembeleo wa kiungu. Is it in Jeremiah chapter 15 verse 15? Yeremia 15 mstari wa The 15. prophet cried, Nabii alilia, Oh Lord, thou knowest. Bwana, Remember me. nikumbuke, Visit me. nitembelee. Jeremiah knew what it meant for God to visit him. Nehemia alijua umuhimu wa Mungu When God kumtembelea. visits you, he will fight your battles. Mungu anapokutembelea He anapigana vita said, vyako. God, you know me, remember me, visit Mungu me. unanijua, unikumbuke, Visit unijilie, me, unitembelee. When you visit me, you will revenge me of my persecutors. Ukinitembelea utanilipia kisasi. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I'm not hearing a bigger hallelujah. Sisikia haleluya kubwa. Let Jeremiah 15:15 be your prayer. Yeremia This remaining days, 15:15 Lord, visit me. Mungu Lord, nitembelee. visit me. When Mungu God visits you, nitembelee. Mungu anapokutembelea, all your desires will be granted. matamanio yako yote unayapata. Somebody shout a bigger Sema hallelujah. haleluya kubwa. See how the life of
Moses Ona namna maisha ya Musa was transformed. yalivyobadilishwa. The Bible said they have never been a prophet. Lianasema In the hakukutokea order of tena those things, Moses left. nabii kama Musa. They can, up to today, Mpaka leo no one can say this is where Moses was buried. hakuna namna mtu anaweza kuelezea hapa ndio God- kaburi la Musa God lilikuwepo. took him. Mungu alimchukua. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I'm not hearing a bigger hallelujah. Sisikia haleluya kubwa. 120 years and he was still strong. Miaka 120 alikuwa By bado ana one nguvu visitation. kwa kupitia mtembeleo mmoja. By one visitation. Kupitia mtembeleo mmoja. Somebody shout Sema hallelujah. haleluya. Expect such visitation Tarajia mtembeleo wa namna hiyo and you will not miss it in the name na of Jesus. utaukosa katika But jina la what does Kristo. divine visitation offer us? Lakini mtembeleo wa kiungu unatupatia nini? Number one, Namba moja. divine visitation turns our impossible situations around. Mtembeleo wa kiungu unageuza yale mambo ambayo hayawezekani kwetu. Impossible situations. Yale mambo ambayo hayawezekani. The case of Sarah is another example. Swala la Sara ni mfano mwingine. Biologically, Sarah had passed the age of giving birth. Kibiolojia Sara alikuwa amepita umri wa kuzaa. It was a close case by her age. Lilikuwa ni swala ambalo haliwezekani kwa umri wake. But when God visited her, Lakini Mungu alipomtembelea, that impossible situation ile hali iliyokuwa haiwezekani were turned around. ikageuzwa. Hallelujah. Haleluya. In 2 Chronicles chapter 20 verse 7 to 24, Nyakati wa pili when God 23, visited Jehoshaphat Mungu and the alipomtembelea people of Yoshafati, Israel, the impossible situation were turned around. ni jambo lilikuwa haliwezekani There's no lilibadilishwa. how by the strength of Judah they can't fight 7 nations at Kwa once. nguvu za Yuda ilikuwa haiwezekani wapigane They can't dhidi ya fight mataifa matatu. But as they fasted and prayed, God visited Lakini them. walipofunga na kuomba, Mungu aliwatembelea. They don't even need to fight, and God fought their battle. Akawaambia muhitaji hata kupigana, Mungu akawapigania vita yao. God will fight your battle. Mungu atapigana dhidi ya vita I'm zako. not hearing a louder Sikia amina amen. kubwa. Number 2, Namba 2. divine visitation stir our confidence in God. Tembeleo wa kiungu unaamsha imani yetu kwa You Mungu. know, one of the things that give us confidence and boldness Unajua kitu kimoja kinachotupa ujasiri na are kujiamini encounters with God. ni ule mguso au kukutana na Mungu. Encounters with Ni God. kule kukutana na Mungu. You can't have encounters with God and not have confidence in Him. Hauwezi kukutana na Mungu na ukakosa Why many ujasiri people kwake. are doubting their prayer and doubting God because they have never had encounter with God? Kwa nini wengi wanakuwa na mashaka na maombi yao? Ni kwa sababu hawajakutana na Many Mungu. people are shivering because of the threat of the devil. Watu wengi wanatetemeka na kunyong'onyea kwa Because of sababu ya the threat tishio la of witch shetani. or a witch and a wizard. Wanaogopa Because they have matishio ya not had wachawi na encounter with washirikina God. kwa sababu hawajakutana na Mungu. When God visits you, Mungu anapokutembelea He stirs your confidence in God. anainua ule ujasiri wako In kwa Acts Mungu. chapter 27, Matendo 27 reading verse 22. mstari Acts chapter 22. 27, reading from verse 22. Matendo 27 mstari 22. Apostle Paul was traveling with people, Mtume Paulo alikuwa anasafiri na watu. and there was a problem in the sea. Kulikuwa na It looks tatizo as if that the sea, baharini. the boat will capsize. Ilikuwa inaonekana kwamba ile boti And itapinduka. Apostle Paul stood up and said, "Now I exhort you to be of good cheer, Mtume Paulo akasimama akawaambia, for there shall be no loss of any man's ndugu life among zangu you, mfurahi, kwa maana hakutakuwa na kupotea kwa the mali wala mtu of the ship. wala meli. For there stood by me this night the angel of God, Maana alisimama kwangu malaika wa Bwana who I am and who I serve, ambaye mimi ni wake na saying ninamtumikia, unto me, fear not, akiniambia for, usiogope, for thou shalt be brought before Caesar. maana And utapelekwa lo, mbele ya Caesar, God have given thee all men that stay with thee. na Mungu amekupatia watu wote unaosafiri He nao. said to them, wherefore, sirs, Aliwaambia sasa, be of good cheer, mwe na furaha, for I believe God, maana ninamwamini Mungu that it shall be even as he was told me. kwamba itakuwa kama nilivyoambiwa. Because of that visitation, Kwa sababu ya ule mtembeleo he has confidence alikuwa na that ujasiri no one will lose his or her life in this. kwamba hakuna mtu atakayepoteza maisha Say yake there katika shall be no hatari hiyo. loss. Divine visitation stir up our confidence in God. Tembeleo wa kiungu unaamsha imani yetu na ujasiri wetu kwa Mungu. And the Bible says in Hebrew chapter 10 verse 35, Hebrania 10:35, cast not thy confidence, tusiutupe ujasiri wetu which have a great recompense of a war. ambao kwa huo una thawabu kubwa. Your confidence has a great recompense of a Ule war. ujasiri wetu una thawabu kuu. Hallelujah. That Hallelujah. is what divine visitation offers us. Hicho ndicho ambacho tembeleo wa kiungu unatupatia. Stand up on your feet. Simama kwa miguu yako. And in conclusion, Baada kuhitimisha, expect your own sudden visitation this week. tarajia mtembeleo wako wa ghafla wiki hii. Expect your own sudden divine visitation this week. Tarajia mtembeleo wako wa ghafla wiki hii. Remember Proverbs 27 verse 18, it says, surely there is an Mithali end 23
18 inasema thy expectation hakika uko mwisho shall not be cut na off. tarajio lako halitokatishwa. Say amen. Sema amina. Expect your own sudden visitation. Tarajia mtembeleo wa ghafla, You will not miss it. hautaukosa. Stand up on your feet, Simama kwa miguu everyone. yako kila mmoja. And I want you to pray Jeremiah 15 verse 15. Omba ile Yeremia 55 mstari Lord, Yeremia 15 mstari wa thou 15. knowest. Bwana wewe unanijua, Remember me. nikumbuke, Visit me. nitembelee. You know me. Remember me. Unanijua, Visit me. For a nitembelee. prophet to pray that prayer, he understood what is in divine visitation. Nabii aliomba ombi hili kwa sababu alielewa That faida ya was why mtembeleo wa Jesus kiungu. cried. Ndio maana Yesu alilia. Say, these people don't know the time of their visitation. Asa watu hao hawajui majira ya kutembelewa kwao. Hallelujah. Hallelujah. Lift up your voice and pray. Na sauti yako na Lord, uombe. remember me. Bwana nikumbuke, Visit me. nitembelee. Revenge me of my persecutors. Nilipie kisasi juu ya Remember me, Jesus. wanaoniudhi. Remember me. Yesu Oh, nikumbuke, visit me. nitembelee. Is somebody praying that Kuna prayer mtu for anaomba ombi yourself? hilo? Lord, thou knowest. Bwana wewe wanijua, Remember me. nikumbuke, Remember me. unikumbuke, Oh, remember me. unikumbuke. Oh, la bashakata la balabalaba shalabalabalaba. Oh, lobo shaka la balabalaba shelia balabalaba. Lord, remember your people. Bwana wakumbuke The watu Lord wako. remembered Hannah and the story changed. Bwana alimkumbuka Hana The na Lord historia visited ikabadilika. Sarah and remembered Sarah, the story Bwana changed. alimtembelea Sara na akamkumbuka Lift historia up your ikabadilika. voice and pray. Inua sauti yako na When God uombe. remembers you, your story will change. Mungu anapokukumbuka historia yako inabadilika. Le shekatela balabalaba sheketelia balaba. Alandele balia baba shelia babalaba katelia balaba. Alaba sheketolobo shiala balabalabalaba. Aliandele balia baba sholobolia balabalabalaba. Alia baba shakatelia balabalabalaba. Oh shiketelia baba balia balaba. Oh la brandelia baba shilia babalia balaba. Alia baba sholobolia balaba. Lord, remember me. Bwana nikumbuke. Lord, visit me. Bwana nitembelee. In the name of Jesus Katika Christ. jina la Yesu Kristo. Somebody shout a louder Sema amen. amina kubwa. God will remember you. Mungu atakukumbuka. God will visit you. Mungu atakutembelea. God will fight for you. Mungu atakupigania In the name of Jesus katika Christ. jina la Yesu Kristo. Isaiah 25 verse 7. Let me lead you in Isaya one prayer. 25:7. Isaiah 25. Isaya 25. Isaiah 25 verse 7. Isaya 25 mstari wa 7. He will destroy in this mountain Ataharibu katika mlima huu the face of the covering uso wa sitara cast over all the people uliowekwa juu ya watu wote and the veil na utaji that is spread over all ule nations. uliotandikwa juu ya mataifa yote. One of the things the devil does Moja ya kitu ambacho shetani anafanya is to cover the stars of people. ni kufunika nyuso za watu. There was satanic covering. Kuna vifuniko vya kishetani. And I pray this year for you Nami ninaomba mwaka huu kwako that your star will shine. kwamba nyota yako itang'ara, It will not be covered by satanic covering. haitafunikwa na shetani. You are going to pray this prayer with Nakwenda me. kuomba ombi hili pamoja nami. Say, Father, Sema Baba, in the name of Jesus, katika jina la Yesu, let every satanic covering kila kifuniko cha kishetani stopping my rising kinachozuia kuinuka and kwangu shining in na life kung'aa kwangu katika be maisha destroyed by divine judgment. yaharibiwe kwa hukumu ya Say kiungu. again, Father, Sema Baba, in the name of Jesus, katika jina la let Yesu, every satanic covering kila kifuniko cha stopping shetani my rising kinachozuia kuinuka and kwangu shining in na life kung'aa kwangu kwenye be maisha destroyed by divine judgment. yaharibiwe kwa hukumu ya Lift up your kiungu. voice and pray. Inua sauti yako The na Bible uombe. says, arise and shine, Sasa inuka na for the ung'ae. light is come. The glory of Nuru the yako Lord is imekuja. risen upon you. Utukufu wa Bwana Let every umekuinukia. satanic covering, Kila kifuniko cha shetani, any satanic covering that have covered your glory, kifuniko cha shetani kilichofunika covered your utukufu wako, testimony, iliyofunika ushuhuda wako, Father, divine judgment upon them. tembelewe na hukumu ya Lift kiungu. up your voice and pray. Inua sauti yako na uombe. Father, let every satanic covering Kila kifuniko cha stopping my shetani rising and shining kinachozuia nisiinuke in na life be kung'aa destroyed katika maisha by yaharibiwe divine judgment. kwa hukumu ya Is kiungu. somebody praying that Kuna prayer mtu anaomba ombi from hilo the depth of your kutokana heart? na kilindi cha moyo. Father, in the name Baba, of katika Jesus, jina la let Yesu, every satanic covering kila kifuniko cha stopping shetani my rising and shining in kinachozuia life kuinuka kwangu na be kung'aa kwa maisha kiharibiwe. destroyed. He said, in this mountain, Hasa katika mlima oh, you huu shall destroy utaharibu all the covering all over the kila nation. kifuniko, Everything that is prayed against you, kila kitu kilicho kinyume Father, nawe, every satanic covering, kila kifuniko cha in the shetani name of Jesus, katika jina la let it Yesu be destroyed kiharibiwe by divine,
Oh, judgment tonight. kwa hukumu ya kiungu leo. Somebody lift up your voice. Inua sauti yako In the name of Jesus katika Christ. jina la Yesu Kristo. Oh, loboshia la balabosha la balabalabolia balabalaba. Alababa shakata katoloboshia. Le katoli balabakatolia balaba. Anyone that covered your beauty, covered your Yote glory, alifunika uzuri covered wako, your financial alifunika testimonies, pesa yako, is the name of Jesus. ushuhuda wako wa It fedha is destroyed katika by jina la Yesu, divine anaharibiwa judgment. kwa hukumu ya kiungu. Anything the devil have covered for you not to access, Sasa shetani ambacho they have amefunika covered you for you not to be usipate, seen. In the amekufunika name of Jesus, isionekane, it is uncovered. katika jina la Yesu Oh, unafunuliwa. lebraka teketulia balaba. Elia babalabra katolobolia. Evali bakatoke tolia babalando lebo. Ebraka takatelia balaba. Thank you, Jesus. Asante Yesu. In Jesus' glorious name. Katika jina tukufu la Yesu. If you believe God had you shout a louder Naamini Mungu amekusikia, amen. sema amina. I'm not hearing a louder Sikia amina amen. kubwa. Luke chapter 1 verse 48 and 49. Luka 1:48 Luke chapter 1 49. verse 48 and 49. Luka 1:48-49. For he have regarded the low estate Kwa kuwa umeutazama of his unyonge handmaiden. wa mjakazi wako. For behold, Kwa maana tazama, from generation, tokea sasa all generations shall call me vizazi blessed. vyote wataniita I don't know mbarikiwa. about you. Na hiyo ni Say wewe. all generations shall call me Sema vizazi blessed. vyote vitaniita mimi mbarikiwa. For he that is mighty have done Kwa kuwa to mwenye me nguvu great things. amenitendea mambo makuu. Holy is his name. Jina lake ni I takatifu. want us to read that scripture together. Tusome ile andiko pamoja. Verse 48. Mstari wa 48. For he have Kwa regarded kuwa the low estate ameutazama of unyonge his wa handmaid. mjakazi wake. For behold, Kwa maana from tazama, henceforth tokea sasa all generations vizazi vyote shall call me wataniita mimi blessed. Say mbarikiwa. amen. Sema amina. Verse 49. For he that is mighty Kwa kuwa mwenye have done nguvu to me great amenitendea things, mambo makuu. and holy is his Na name. jina lake ni Shout a takatifu. louder amen. Sema amina. Say after me, Father, Sema Baba, in the name of Jesus, katika jina la Yesu, do something great in my life. tenda jambo kuu katika maisha In yangu. this year of breaking Katika limits, mwaka huu kuvunja mipaka. that will be speaking in every aspect of my life Nitakalonena katika kila eneo la maisha for yangu. generations. Kwa vizazi Declare vyote. again, Father, Tamka sa in the Baba, name of Jesus, katika jina la do Yesu, something great in my tenda life. jambo kuu katika In maisha this year yangu. of breaking Katika limits, mwaka huu kuvunja that will be mipaka. speaking Itakalokuwa in every likinena aspect of my katika life kila eneo la maisha for yangu. generations. Kwa vizazi Lift up vyote. your voice and Inua pray. sauti yako na uombe. Father, do something Baba, great in tenda my jambo kuu life. katika maisha yangu. Do something great in my Tenda jambo life. kuu katika maisha Oh, yangu. in this year Katika mwaka of huu breaking limits, wa kuvunja that mipaka. will be speaking in every Litakalokuwa aspect of my likinena life for katika generations. kila eneo la maisha Do yangu kwa vizazi something great vyote. in my Tenda life. jambo kuu katika That will be maisha yangu. speaking. That will be Litakalokuwa speaking. likinena. Do something great in Tenda my jambo kuu life. katika maisha That will yangu. be speaking for Litakalokuwa likinena generations. kwa vizazi Oh, vyote. so everyone shall call me blessed. Kila mtu Oh, ataniita Telia mbarikiwa. Kabababa, from henceforth, Kuanzia sasa. everyone shall call me Kila mtu ataniita blessed. mbarikiwa. From henceforth, everyone Kuanzia shall sasa. call me Kila mtu blessed. ataniita mbarikiwa. Oh, Yeketolia Bababa. Oh, Brekete Katolia Baha. It shall be said of you, the Lord have done great things for you. Itasema kwa habari yako, The Mungu Bible ametenda says when mambo the Lord makuu. turned again the Mungu captivity of alipogeuza Zion, mateka ya we were like Sayuni. them that Tulikuwa dream. kama wale Our waotao. mouth were filled with laughter. Vinywa vyetu And vilijaa na say among the kicheko. hidden, the Na Lord mataifa have done wakasema, great things Bwana for us. amewatendea The mambo Lord makuu. have done great things for Bwana us and we ametutendea were mambo glad. makuu. Lord, Tulikuwa do great tumefurahi. things in my life in this Bwana breaking limits alitendea year. mambo makuu katika Oh, mambo that will be makuu speaking mipaka. in all aspects of my Yatakayokinena katika life, maeneo yote ya maisha in yangu. all generations. Kwa vizazi In the vyote. name of Jesus Katika Christ. jina la Yesu Do Kristo. something great. Tenda Do something jambo great. kuu. Do something Tenda marvelous. jambo Something kuu. wonderful. Jambo la Thank kupendeza. you, Jesus. Asante Yesu. Read that scripture again. Soma Read lile it. andiko tena. Declare that scripture to yourself. Jitamkie ile Pray that andiko. scripture. Omba hilo andiko. I say from henceforth. It doesn't matter Kuanzia what it is. sasa. Haijalishi uko kwenye mazingira gani. Everyone will call me blessed. Kila mtu ataniita I'm not mbarikiwa. hearing a louder Sisikia neno amen. kubwa. So shall it be. Ndivyo itakavyokuwa. Psalm 126 verse 1 to 6 Zaburi ya says, 126 mstari wa kwanza mpaka wa sita when nasema, the Lord turned again the Bwana captivity of alipogeuza Zion, mateka ya Sayuni, we were like them that dream. ilikuwa kama wale waotao ndoto. And our mouth were filled with Vinywa laughter. vyetu vilijaa na God kicheko. will fill your mouth with Bwana laughter. atajaza kinywa chako na And our kicheko. tongue with singing. Na vinywa vyetu kwa They wimbo. say among the hidden, Walisema kati ya the mataifa, Lord have done great things for Bwana them. ametutendea mambo makuu. It shall be said of you, the Lord have Itasema done great things kwako, for Bwana us. amekutendea mambo makuu. Indeed, the Lord have
have done great things for us. Bwana ametutendea mambo makuu. Wherefore we are glad. Tulikuwa tukifurahi. Turn again our captivity, O Lord. Geuza uteka wetu, Bwana. Like the streams in the Kama south. vijito vya kusini. They that sow in Wale tears wapandao kwa machozi shall reap in joy. watavuna kwa kelele You za are already furaha. sowing in tears in my prayers. Umeshapanda kwa You shall machozi reap kwa in siku za joy. mfungo, utavuna. He that goeth forth weeping, Yule aendaye bearing akilia, precious seed, akichukua mbegu za shall kupanda, doubtless hakika come again in this altar, atarudi tena kwenye rejoicing madhabahu with his kwa testimonies in kelele, his hand. akifurahia shuhuda That will zake. be your testimony in the name of Utakuwa ni Jesus Christ. ushuhuda katika jina la The Yesu. Lord will do great things for you. Bwana atakutendea mambo In makuu the name of Jesus katika jina Christ. la Yesu Kristo. The Lord will remember you. Bwana The atakukumbuka. Lord will visit Bwana you. atakutembelea In the name of Jesus katika Christ. jina la Yesu And Kristo. every impossible situation, Na kila hali iliyokuwa the Lord will iwezekani, turn it Bwana around. ataigeuza In the name of katika Jesus. jina la Yesu. So shall it be. Ndivyo itakavyokuwa. Stretch forth your hands toward the communion. Elekeza mkono wako kwenye ushirika Stretch forth your hand mtakatifu and receive strength. na upokee nguvu. Oh, yakatashulia babala. Ndele balaba shilia balaba. Lendele boshia katalaba. Lia balaba boshia la balaba. Obelande landolo bondela balaba. Anything you desire from the Lord's table, Kile declare it. unachotamani katika meza ya Bwana Declare it. tamka. Oh Lord, by this communion, do great things for your Kwa ushirika people. huu tena mambo makubwa watu Oh, wako. yakabalandole bandole balia babalaba. Alia baba shakatale balabalaba. Alia balabalaba. Aliandele balaba shakatelia balabalabalaba. Aliandele balaba. Jesus, strengthen your people via this communion. Watie nguvu watu wako kupitia ushirika By huu this mtakatifu. communion, as we have prayed also, destroy every veil Haribu the devil kila have used to cover the blessings, sitara cover ourselves. inayofunika Every baraka veil, Lord, zetu. let it be destroyed by the Kila blood today. sitara Anything our Heavenly Father have not planted, let it be rooted out. Let it be rooted out. Let it be rooted out. In the name of Jesus, let it be rooted katika out. jina la Yesu king'olewe. Jesus, let the strength of your people be renewed. Yesu, nguvu za watu Let the wako strength zifanywe of your upya. people be renewed. Nguvu za watu wako Let the zifanywe strength of upya. your people be Nguvu renewed. za watu wako zifanywe In the name upya. of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Thank you, Jesus. Asante Yesu. It is blessed. Umebarikiwa. It is not the flesh and the blood of Sasa huu ni Jesus. mwili na damu ya Yesu. The temple is set here Meza imeandaliwa in hapa our center, na kwenye vituo Mbagala vyetu and the Mbagala, city center. kule mjini. The communion are blessed Ushirika umebarikiwa. in the name of Jesus Katika Christ. jina la And Yesu let Kristo. every partaker Kila have a mshiriki testimony awe tonight na ushuhuda in Jesus' name. katika jina la Yesu. Choir sing as we partake Kwa hiyo it first. tuimbe tunaposhiriki. Usinipite Mwokozi, unisikie unapozuru wengine, usinipite, usinipite Mwokozi, unisikie
him all the glory Inua sauti yako, mpe for the Mungu utukufu 16th day wote kwa hii siku ya and ask him 16, to help you the last na 5 days. umwombe akusaidie siku 5 Jesus help us zilizobaki. to finish strong. Yesu tusaidie To finish kumaliza with tukiwa na testimonies. nguvu, tukimaliza The tukiwa na next shuhuda. the last 5 days. Siku 5 zilizobaki, Father, we commit it into your holy Baba, hand. tunazikabidhi Increase mikononi us to mwako. pray as Tupe never neema ya before. kuomba kuliko And huko let our nyuma, prayers na maombi receive yetu instant response from yapokee you. majawabu ya In haraka toka Jesus' kwako name. As katika your jina la people Yesu. go with them, Watu wako Jesus. wanapoondoka, nyenda nao Yesu. Father, I decree, Baba, ninatamka answer their questions in their heart. majawabu ya maswali I ya mioyo yao. decree, Lord, by your power, Baba, kwa nguvu let zako every hanging answers be kila released. jawabu lililoning'inia In walipokee Jesus' name. katika jina la You are Yesu. covered by the blood of Funikwa Jesus. kwa damu ya Yesu. Be expectant for your own divine Wewe na visitation. matarajio kupata mtembeleo wako wa Remember, it kiungu. comes suddenly. Kumbuka, mtembeleo unakuja kwa ghafla. Be spiritually Uwe sensitive. macho kiroho. God might visit you and tell you that secret you desire Mungu anaweza kutembelea na kupa ile that siri can take unayoitamani, your business to a greater ambayo height. anaweza kupeleka biashara katika viwango vya juu. Somebody shout Sema hallelujah. haleluya. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. And I know Na mimi ninajua that God of this great commission, kwamba Mungu wa huduma hii kubwa He have never failed in visiting us. hajawahi kushindwa kututembelea. He will visit you. Atakutembelea. I'm not hearing a louder Sikia amina amen. kubwa, I cover you by the blood, na kufunika kwa damu. and your sleep tonight shall be sweet. Usingizi wako utakuwa mtamu, It shall be full of revelations. utakuwa umejaa ufunuo. Everyone's having experience of evil dreams. Kila ambaye anapata ndoto Nightmares. za uovu, ndoto mbaya It za is usiku, over in the name of imekoma Jesus. katika jina la Yesu. Anyone being tormented in a dream, Yote ambaye anateswa katika I ndoto, decree you shall not have such natamka experience anymore. hutopata uzoefu tena. That devil, I decree, Shetani lose huyo your grip over him or her now in atoke the name of kwako Jesus. katika jina la Yesu. So shall it be Ndivyo itakavyokuwa in Jesus' name. katika jina la Yesu. It is my year of breaking limits. Mwaka wangu wa kuvunja mipaka, Then what eyes have not seen kile or ambacho yet macho heard hayajaona wala sikio shall hajasikia, be your experience itakuwa all ni through the year uzoefu wako katika mwaka 2020. wote 2020. Congratulations. Hongera. Amen and amen.